na rehema za Mwenyezi Mungu na baraka zake. Naitwa Suleiman Saidi Ali Bungara, jina maarufu Bwege. Nawakaribisha waandishi wa habari wote na wote ambao wananisikiliza. Leo nimekuja kuongea na waandishi wa habari. Kwa hiyo naomba waandishi wa habari msikilize ninayoyasema, na nitakaribisha maswali baada ya uwasilishaji wetu. Awali ya yote, namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye subira na msamehevu. Ndugu waandishi wa habari, nimekuja leo nikiwa mbunge kama miaka 10 wakati wa Rais mstaafu Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete. Mheshimiwa Jakaya Kikwete na Mheshimiwa Magufuli. Kwa hiyo awamu zote mbili za Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete nilikuwepo 2010 mpaka 2015, na Mheshimiwa Rais Almarehemu Mwenyezi Mungu amweke mahali pema peponi, Mheshimiwa Magufuli, kuanzia mwaka 2012 mpaka 2020 nilikuwepo. Kwa hiyo mabunge yote mimi nilikuwepo katika mabunge yote mawili, lakini kwa bahati nzuri nilikuwepo katika bunge la Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nilikuwepo vile vile. Katika siasa niko kwa muda wa miaka 33, siasa za upinzani. Nilikuwa mwenyekiti wa CUF kwa miaka 20. Sasa hivi sina cheo chochote, na sasa hivi natangaza rasmi ni kwamba kwa kipindi hiki sishiriki mambo ya siasa, wala katika uchaguzi mimi sishiriki. Sishiriki kwa sababu nimeona yale maneno waliyosema Chadema kwamba hakuna mabadiliko, hakuna uchaguzi. Nilikuwa nashiriki katika uchaguzi na nilikuwa na kitiki kwa chama changu cha ACT Wazalendo, lakini baada ya kutolewa mgombea wetu wa urais Mheshimiwa Mpina, nimeamini kwamba maneno aliyosema Chadema kwamba hakuna uchaguzi, hakuna mabadiliko, kwamba hakuna uchaguzi, nimeamini. Kwa hiyo na mimi naungana na chama cha Chadema kwamba sishiriki uchaguzi huu, kwa sababu nishaona kwamba kuenguliwa kwa Mheshimiwa Mpina katika ACT sawasawa tumeinguliwa wabunge na madiwani wote wa nchi hii, kwa sababu kichwa cha uchaguzi wa nchi hii ni rais. Kama kaenguliwa rais, basi kwa mimi, lakini kwa imani yangu mimi naona kwamba wagombea wote wa ubunge na udiwani wa nchi hii wameonguliwa, kwa sababu sasa hivi naamini maneno ya chama cha Chadema kwamba hakuna uchaguzi. Hakuna uchaguzi huru na haki, na kama hakuna uchaguzi huru na haki, hakuna uchaguzi. Hilo ndio la kwanza. Lakini la pili, vijana wangu watawasilisha mambo matano. Mimi mwenyewe kidogo sioni haya maandishi yako madogo madogo, kwa hiyo nitamkabidhi yeye awasilishe mambo matano. Jambo la kwanza kuhusu kauli ya Kanali Captain Tosh. Nitawakilisha hapa mimi, mheshimiwa waandishi wa habari,
yote aliyosema Mheshimiwa au Captain Tesha, yote aliyosema ni yale yale ambayo yanasemwa na wanaharakati na watetea haki na demokrasia nchi, yale yale amesema yote yale. Mimi namunga mkono yote, lakini moja tu siungi mkono, moja tu siungi mkono, lakini yote yale amenukuu malalamiko ya wananchi. Yuko sahihi kabisa yule kijana, na ni kweli mzalendo wa nchi hii, isipokuwa kitu ambacho mimi nakiona katika yale aliyosema, jambo la kusema kwamba nchi ichukuliwe na jeshi, hilo napinga. Inakwenda kinyume na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwamba nchi hii inaongozwa kwa mujibu wa misingi ya uhuru, haki, udugu na amani. Huo ndio msingi mkubwa katika utangulizi wa katiba, kaisome hiyo. Na vitu hivyo havipatikani isipokuwa katika nchi ya kidemokrasia yenye bunge lililochaguliwa na wananchi na mahakama inayotoa haki kwa uhuru bila woga wala upendeleo. Sasa kama ni nchi ya kidemokrasia, siwezi kukubaliana kwamba nchi hii sasa hivi kutokana na hali iliyokuwa nayo kwamba heti ikamatwa na wanajeshi kwa kipindi. Hiyo haiwezekani. Lakini naamini kabisa kwamba aliyosema mwingine yote ni sahihi na ndiyo kilio cha wananchi. Kwa hiyo kwa hapo nieleweke hivyo. Jambo la pili, kuhusu utawala wa awamu ya 5, awamu ya 4 na awamu ya 5. Na kama nilivyokuambia mwanzo kwamba awamu ya 4 nilikuwepo bunge la 2010 mpaka 15, na awamu ya 2 2015 mpaka 2020 nilikuwepo, na katika bunge la katiba nilikuwepo. Sasa hizi awamu mbili, ya kwanza iliongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Mrisho Jakaya Kikwete, na pia ndio mwenyekiti wa CCM Taifa. Hiyo awamu ya pili ya bunge yangu iliongozwa na Mheshimiwa Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pia alikuwa mwenyekiti wa CCM. Kwa hiyo awamu zote mbili nilikuwa. Lakini katika awamu zote mbili najiuliza na sipati majibu. Nikizitathmini awamu zote mbili za wakati wa awamu ya 4 na awamu ya 5, afadhali, sio yuko sahihi, natumia neno afadhali, awamu ya Kikwete tulikuwa tunapata uhuru wa kisiasa. Uhuru wa kisiasa awamu ya Kikwete. Na ilifikia Kikwete kuanzisha katiba mpya, bunge live, wapinzani kukutana naye wakati kwa wakati, na wapinzani tukaanza kuimarika. Kwa hiyo kisiasa nikipima Mheshimiwa Kikwete na Mheshimiwa Magufuli, naona Mheshimiwa Kikwete alikuwa afadhali, kwa sababu sisi mwenyewe hii tangu enzi hiyo mbaya tumeona sisi wapinzani, lakini afadhali Mheshimiwa Kikwete. Kuja awamu ya 5 ya Mheshimiwa Magufuli, tunampenda kusema kweli, alitengeneza mazingira ya uwajibikaji katika serikali ya awamu ya 5. Kwa hiyo uwajibikaji kwa maeneo ya maofisini yalikuwa mazuri kabisa, uwajibikaji. Lakini kisiasa, na mimi bungeni niliwahi kusema hivi,
Niliwahi kusema hiyo kwamba Magufuli kwa jambo hili ya uwajibikaji kwa wananchi hili yuko vizuri kabisa, lakini kisiasa hakukuwa sawa sawa. Katika awamu yake akaanza kuziwia mikutano ya hadhara, bunge live, vyombo vya habari vikawa havina uhuru, wakosoaji wakaanza wakosoaji wakaanza kushughulikiwa na watu wasiojulikana, ili mradi mambo yakawa mabaya, na wakatangaza kabisa kwamba wapinzani wadhibitiwe ndani ya bunge na nje ya bunge. Na kweli tulikuwa tunadhibitiwa ndani ya bunge. Ilikuwa watu wapinzani wakitoa hotuba zao zinaziwiwa au wanalazimisha kutoa maneno ambayo wanaona wapinzani yako sawa sawa, yanaziwiwa, na kama wanapinga unatolewa nje kwa nguvu. Wakina Sugu wametolewa nje kwa nguvu, ili mradi tulidhibitiwa wapinzani ndani ya bunge na nje ya bunge. Bunge sio live, mikutano ya hadhara hakuna, maandamano hakuna, na kila jinsi. Kwa hiyo kwa mimi Suleiman Bungala naona wakati wa Kikwete ulikuwa uko sahihi kwa mambo ya kisiasa. Haya mambo ya kiuchumi haya tunajua mafisadi wamelindwa wakati wa Magufuli na wakati wa Kikwete, na CCM ndio kazi yao kuwalinda mafisadi. Rushwa tunajua wakati huo na wakati huu umefanana, lakini kisiasa wakati wa Mheshimiwa Kikwete ulikuwa uko sahihi kuliko wakati wa afadhali kuliko wakati wa Magufuli. Lakini Mwenyezi Mungu akamchukua marehemu Magufuli. Mungu amwekee mahali pema peponi, amsamehe kwa aliyoyafanya, Akaja Mama Samia. Mama Samia naye alipokuja tukapata matumaini, akaanza na 4R. Tukasema sasa hivi anaweza kutuvusha. Kwa bahati mbaya 4R haitekelezeki, lakini hayo tutakuja kusema katika hotuba yetu ambayo tumeiandika. Haitekelezeki. Lakini jambo lingine linalonishangaza, ndugu waandishi wa habari na Watanzania, zinaenezwa habari ambazo mimi bado nazichunguza, sijaziona kama sahihi au sio sahihi, kwamba Rais mstaafu Mheshimiwa Jakaya Kikwete ndo ambaye anaongoza haya mambo yanayotokea sasa hivi kwa kumshauri vibaya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu. Sasa mimi nashangaa, ndio sipata jibu. Nataka niwaulize Watanzania wote, iweje Rais mstaafu Jakaya Kikwete katika utawala wake aliruhusu maandamano, aliruhusu mikutano ya hadhara, akiongea na wapinzani, bunge lilikuwa live, kilio cha wapinzani cha katiba akaanzisha, leo aonekane kwamba haya yanafanyika sasa hivi kutokupatikana katiba na nini na mambo mengine yote, awe yeye Kikwete ndio mshauri. Inanishangaza. Lakini cha msingi zaidi yale ambayo alikuwa anasimamia Mheshimiwa Kikwete ndiyo ambayo ameanzisha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Tanzania Mama Samia. Yale alikuwa anasimamia. Kama kweli mshauri alikuwa mshauri wa Rais Samia, Mama Samia Rais Kikwete, basi inaonesha Kikwete ana dalili zile za kurudisha demokrasia ile aliyoiacha. Na ndio maana kuna 4R. Ndio maana wakaanzishwa maandamano yaruhusiwe mikutano ya hadhara. Na sasa hivi bahati nzuri na katiba
imeingizwa katika ilani ya CCM. Yale ambayo alikuwa anataka kuyafanya, alikuwa anayafanya Kikwete, ndio ambayo sasa hivi anayasimamia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo sielewi mtu anayesema kwamba Kikwete anamshauri vibaya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ushauri mbaya: kurudisha mikutano ya hadhara kama ndio ushauri, kurudisha maandamano, kuiweka katiba ya kurudisha katiba katika mchakato wa katiba katika ilani ya uchaguzi. Ubaya wake nini Kikwete? Kama ndio kweli mshauri ndio yeye, nashangaa na sipate jibu. Nataka kwa waandishi habari wanaweza kuwa na majibu, au Watanzania, ili nipate jibu hilo. Kwa hiyo Samia kaahidi, kwa nini sasa hivi atekelezi yale mambo ambayo tumekubaliana kamaliziana? Katika hotuba yangu itakuwepo na atakuja kuieleza huyu vizuri. Jambo la 4 kuhusu mabadiliko. Nachosema kwa kifupi, mabadiliko uyawezi kuyalazimisha, uyawezi kuyaziamisha wala kuyazuia. Kwa hiyo mabadiliko hayupo mtu yoyote duniani anayeweza kuyazuia, na hayupo mtu yoyote duniani anaweza kuyalazimisha. Hakuna mabadiliko. Kama binadamu unapozaliwa unaanza kuota meno, nani anaweza kuzuia meno asitoke? Nani anaweza kuzuia mtu asikwawe? Nani? Kwa hiyo mabadiliko hayawezi kuzuiliwa na mtu yoyote, na wala hayawezi kulazimishwa na mtu yoyote. Na ukiyazuia mabadiliko au ukilazimisha mabadiliko, lazima kutatokea na vurugu na amani itatokea katika sehemu hiyo. Ukiyazuia, kitendo cha kuzuia mabadiliko CCM, kitendo cha kuzuia mabadiliko CCM ya nchi hii kwa nguvu ya dola, kwa kutumia katiba mbovu ambayo wanayo, lazima yatatokea uvunjifu wa amani. Lazima. Na wale ambao wanataka kulazimisha mabadiliko, basi lazima amani itatokea. Kwa hiyo mabadiliko hayaziwiwi na wala hayalazimishwi. Mtu atakayezuia hakikishe lazima matatizo yatapatikana, na mtu atakayelazimisha lazima matatizo yatapatikana. Kwa hiyo mabadiliko yaachiwe yafanyike kwa mabadiliko, na mabadiliko yana wakati. Sasa CCM, serikali ya CCM inajitahidi kuziwia mabadiliko. Lazima katika nchi hii yatatokea matatizo makubwa, amani itavunjika na kila kitu. Kwa hiyo mimi nimekuja leo kuambia Watanzania, mabadiliko hayazuiliwi na wala mabadiliko hayalazimishwi. Kitu ambacho nimekuja kwenu nyinyi waandishi wa habari leo ndio cha muhimu hiko, kuwaomba Watanzania, amani ni tunda la haki. Tunaamini kabisa, mimi naamini kabisa, pasipo na amani, pasipo na haki hakuna amani. Nimekuja kuambia Watanzania, na amani ikivunjika, kurudi katika utulivu gumu sana, ndugu zangu, vijana wangu, wananchi wazangu, ni ngumu sana. Kwa hiyo tujitahidi kwa kadri ya uwezo wetu, amani isivunjike. Tuvumilie, na ndio demokrasia hiyo. Demokrasia ni kuvumilia, kufanya subira, kusameheana, tukutane, tuliziane. Pale tunapoliziana, yale tuliyoziana yatendeke. Na hilo ndo kosa lililofanywa na serikali ya awamu ya 6. Tumeliziana, yale tuliyoziana hayakutendeka. Na mfano wa uchaguzi wa 2024, tumeliziana uchaguzi utakuwa huru na haki, yakatokea yale yalikuwa yanafanywa mwaka 2019 na 2020, yale. Hapo ndipo chama cha Chadema kikasema bila mabadiliko
bila hakuna uchaguzi. Kutokana tuliziana uchaguzi utakuwa huru na wa haki, lakini akatokea yale yale. Kwa hiyo Chadema mimi ninawaunga mkono kwa 100% kutokuingia katika uchaguzi. Na narudia tena, ndugu waandishi wa habari na Watanzania, vyama vyote vya upinzani vilivyoingia katika uchaguzi vimewasaliti wa Tanzania. Kama tusingeingia, CCM asingefanya uchaguzi peke yake. Na ndivyo inapokuja zana na hisia kwamba vyote vilivyoingia katika uchaguzi ni vyama ambavyo vimetengenezwa na CCM, madalali wa CCM. Ndio, haiwezekani. Leo tunaona kabisa vyama vinaanzishwa juzi tu, wanatembea na helikopta. Vyama vinaanzishwa juzi tu, wamepewa magari, na sio magari tu. Vyama 16, mimi tangu uchaguzi umeanza mwaka 1995 sijaona vyama 17 vyote vimesimamisha urais. Lakini ukienda majimboni huko wabunge hawana wala madiwani. Lakini serikali ya CCM imetoa kwa wagombea wa rais wote magari ya kufanya kampeni. Lakini diwani ingelikuwa na huruma sana, basi angalau na madiwani na wabunge wangaliwapa pikipiki na basikeli. Madiwani wangaliwapa basikeli, wabunge wangaliwapa pikipiki, wote wanaogombea. Lakini hii inaonyesha kwamba kuna mkakati rasmi uliofanywa vishiriki vyama hivi kwa ajili ya kuwa madalali na kwenda kinyume na haki na uhuru wa Watanzania. Tunapinga kwa nguvu zote, lakini amani ni muhimu kushinda yote yanayotendeka. Jambo langu la mwisho nasema, nawaomba Watanzania, nawaomba vijana, nawaomba wananchi, tuvumilie siku ya 29. Nawaomba sana hayo maandamano, wala tujui alianzisha, hatujui kiongozi gani ambaye ataongoza, hatujui chama gani kinachoongoza, hatujui lengo la maandamano, hatujui maandamano tunaanzia wapi, hatujui Allahu Akbar, tunaelekea wapi, hatujui tunaandamania nini. Baya zaidi, tunaandamana siku muhimu kwa mujibu wa katiba na kwa mujibu za sheria za nchi, siku muhimu ya uchaguzi. Nasema na watahadharisha Chadema, kuna watu wanafikia upatu ya wepo maandamano ya tarehe 29 ili watu waandamane, fujo ipatikane, na serikali ya CCM inataka chama cha Chadema wakifute. Kitendo cha maandamano ya tarehe 29 yakitendeka, watu wakamwaga damu, watu wakafa, wajue chama cha Chadema ndio mwisho wao katika nchi hii. Watafungiwa, kitafutwa, na wale wote viongozi wa Chadema watatafutwa, mutakimbia. Ndo mwisho wa Chadema kuwepo, wakati ndo chama sasa hivi ndo kinachokiamini wa Tanzania ambacho kinasamia. Wametupiwa kamba Chadema, wajinyonge wenyewe. Na watadhalisha Chadema na watadhalisha Tanzania. Tarehe 29 tusifanye maandamano, tusubiri nini cha kufanya, atasema kijana wangu. Baada ya kusema hayo, naomba Watanzania tusiandamane, tuvumilie, uchaguzi uishe. Na wenye Chadema walisema si tuko tayari kwamba tumongezee muda rais aendelee ili mabadiliko yafanyike. Sasa tungojelee miaka 5, tumpe nafasi miaka 5 aingie, sio tunangojelea tu. Naomba sana, mambo mengine atasema kijana wangu Mheshimiwa Heri. Huyu jamani ndio kijana wangu ambaye atalisi mikoba yangu, ambaye sasa hivi alikuwa mgombea wa Kilwa Kusini,
lakini kutokana na haya niliyoyasema na mengine anayojua mwenyewe, amejitoa ACT Wazalendo na sasa hivi yuko huru, lakini namshauri kama ataka kuingia katika chama aingie chama chenye malengo ya kweli ya kutetea haki na demokrasia Tanzania. Karibu Mheshimiwa Hery.